Hebu tutazame mpango wa kimbinu wa Luis de la Fuente kwenye mechi ya fainali ya kombe la dunia dhidi ya Argentina. In possession build up yake alikuwa anataka ianzie kwa goalkeeper Unai Simon. Kwa center backs Kubas na Laporte wanakuwa wide kidogo. Why build up ianzie kwa Unai Simon? Ikitokea Alvarez ama Messi wameenda kumpress Unai, Spain wanakuwa na nufaiko la mtu mmoja, kwa inawasaidia kutengeneza overload maeneo mbalimbali ya uwanja. B, Unai kuwa katikati ya center back inamruhusu kupasi mpira upande wote, kulia, kushoto, ndani na hata kwa fullbacks Cucurella ama kwa Pedro Porro. Kwa ni ngumu kuwa press. Kwenye eneo la kiungo, Rodri mara nyingi ndo alikuwa anabaki mbele ya walinzi. Fabian Ruiz yeye anakuwa na jukumu la kufanya support movement kwenye build up na support movement kwenye attacking. Dan Olmo yeye alikuwa na jukumu la kuhusika na nafasi iliyopo nyuma ya viungo wa Argentina, between lines, pamoja na kufanya support movement kwenye build up. Argentina wakisema waanze kukabia kati, De La Fuente alichokuwa anafanya ni kuwatumia center backs wake Kubas na Laporte wahusike na mstari wa kwanza wa pressure wa Argentina. Kwa Rodri na Fabian Ruiz wanakuwa nyuma ya migongo ya Julian Alvarez na Messi. Oyarzabal ana drop kuungana na Olmo, wanakuwa viungo wanne wa Spain dhidi ya viungo watatu wa Argentina. Kwa overload katikati ya uwanja. Tuishie hapo kwanza. Mimi naitwa Joel Kweji. #ielewesoka.